Naam, habari za muda huu wanakupo na wote ambao mnaendelea kujifunza masomo mbalimbali ambayo nimekuwa nikielekeza kila wakati. Bwana, leo nimeamua kuwaletea somo lingine hapa. Sawa, somo lingine hili hapa. Sasa ukitaka kujua siku yako mbaya sana. Sawa, siku yako mbaya sana. Utachukua herufi ya jina lako. Sawa, hii ya mwanzo. Utahesabu, mfano hii herufi umejua labda mfano jina lako ni herufi J. Herufi J tunajua ni herufi ya 10. Hasa katika herufi ya 10 wewe utaangalia unataka kujua siku gani ni mbaya sana kwako. Utakachokifanya utachukua ile herufi ya 10 utaijumlisha na tarehe ya leo. Kwa maana utachukua 10 jumlisha labda tarehe moja, alafu unajumlisha na mwezi wa kwanza, labda ndio mwezi wa kwanza, unajumlisha na mwaka kwa maana zile namba moja moja ya mwaka. Mwisho saa ikitokea umepata namba 8 au 12 katika hiyo tarehe uliyojumlisha, basi hiyo siku ni mbaya sana kwako. Usianzishe kitu chochote katika siku hiyo. Lazima utakachokianzisha utajutia. Kwa maana hiyo, mfano jina lako ni herufi J na leo labda ni tarehe ngapi? Leo tarehe 8. Utachukua 10 jumlisha 8 inakuwa 18. Jumlisha moja ambayo ni mwezi wa kwanza inakuwa 9. Ukijumlisha na 9 ambayo ni sawasawa na 2 jumlisha 2 jumlisha 5. Sawa, 10 na tuseme 18 jumlisha 9 inakuwa 27, jibu sawasawa 9. Kwa maana hiyo leo ni siku nzuri. Kesho ukijumlisha itatoka 10. Sawa, itakuwa ni mbaya. Inayofuata ukijumlisha itakuwa 10 itakuwa 20. Sawa, mpaka itakuwa 11. Alafu 12 itakuwa ni kesho kutwa ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Sawa. Kwa maana hiyo kama itakuwa ni Ijumaa, basi wewe ina maana siku yako ya Ijumaa ni siku nzito na mbaya. Huwezi kuanzisha kitu chochote katika siku hiyo kikawa kizuri. Vyote utakavyovianzisha ndani ya siku hiyo vitakuwa vyenye hasara na vyenye madhara pia kwenye maisha yako. Mara nyingi sana kitu hicho ambacho utakuwa umekianzisha kitabaki huko. Utabaki kujilaumu kwenye nafsi yako kwa kukianzisha kitu hicho. Kwa kuwa ndani ya hiyo siku kwako ni siku ambayo imejaa giza na kuanguka tu. Hakuna kuinuka ndani ya siku hiyo. Kama somo hili utakuwa hujalielewa, nitaliandika hapo kwa ufupi jinsi ya kulijumlisha kupitia kwa maandishi, kwa sababu kwa kusikiliza inaweza ikawa inakuchanganya. Lakini ni kwamba utakapokuwa unajumlisha ikitoka namba 8 au namba 12, hiyo siku ni mbaya sana kwako. Usianzishe kitu chochote, kitakufa, kitaanguka na kitakutia hasara. Mwalimu Jauzato Hendi Tamri. Usiache kufuatilia masomo haya, ni madogo lakini yana umuhimu sana kwenye maisha yako. Asante sana.